Ndio nataka niongee na serikali. Serikali isitufunge makanisa huko. Mbona Katoliki wafungaje jamani? Natudhalilisha. Mbona mfunga Katoliki? Tumesikia juzi Katoliki wametoa waraka mzito, wameamuru muachilie wafungwa si nini na nini. Mbona mwafunga makanisa yao? Kina Bangonza sio wanasema maneno makali, mbona mfungi? Mimi sitetei mambo ya Gwajima, wenyewe wanajuana na masisimu yao huko. Lengo funga makanisa si jambo zuri. Sasa funga kanisa Jumapili watoto wakasali hapa Sunday school, wamekosa nini? Wewe dini na mzee upako. Mbenye ndeni kusali, kimzee upako tunamhitaji. Watoto Sunday school, maana kanisa taasisi. Watoto wa Sunday school wamekosa nini? Wale watu wanaimba kanisani wamekosa nini? Kwa nini utawanye kondoo? So acha sisi huyu mzee upako tunamhitaji. Nyie endeni kusakili huyu tunamhitaji. Unafungaje kanisa? Unawekaje upinde kanisa tunasali? Wewe una akili mama? Wewe una akili kweli? Ukisikia wewe kama ndio mkuu wa majeshi au sio ya IGP kanisa lako limefungwa hivyo utasikiaje moyo? Tumefupenda pale kanisa Katoliki tumefunga, msiingie Katoliki wote hapo. Vile ambavyo mnawavumilia Katoliki wakiwatukana, sina mwavumilie vipi? Sio mnaonyesha udini, si mnawavumilia. Mnatafuta namna ya kumshika mzee upako mwenyewe. Si ndio jamani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hekima tu. Unaua nyoka bila kuharibu mayai. Ukitaka mzee upako umpate, kwanza unaniharibia heshima yangu. Ukitaka unitoe, kwanza nitafutie maskendo. Tafuta maskendo kuhusu mzee upako, nihamishe kwenye mioyo ya watu. Lakini leo ukisema mzee upako atoke hapa, afunga milango, hamna kusali, weka upinde. Bwana wewe, mambo gani haya mnafanya? Nikaje upinde kwenye makanisa? Nyie mkimshika Gwajima tu mwenyewe. Mimi ningeomba mzee upako wewe unasema Gwajima mwenyewe ana makosa na waliofunga sana wenyewe makosa. Sasa kosa la Gwajima alihalalishi makosa yenu. Gwajima ana makosa. Gwajima na mimi naongelea kufunga kanisa. Kwa nini funga kanisa? Sasa shughuli yake watu wa serikali mimi rafiki yao. Tia rafiki yao kweli. Watu wa serikali rafiki yao kweli. Mimi wanipa taarifa masaa 3 kabla hajafunga saa Gwajima. Ikawa ripoti kwanza, mzee upako utasikia jambo kubwa. Na nifanya leo. Jambo gani? Utasikia tu. Sasa mimi ndio namna unajua mtu kimjaza ndio kimtokacho. Mimi kiacha niumiza, msifunge makanisa. Kama teni huyo. Waacheni watoto Jumapili waende Sunday school. Tafuteni namna huyo mtumiwa wenu. Waacheni watu waende kusali. Wale wanaosali ni innocent. Kama teni huyo tu. Fukizeni kwenye chama chenu cha CCM, fukuzeni ubunge, pambana huyo tu. Akiomba tiketi kwenda Ulaya mnafanya tu mikwala mpaka ananyoka. Lakini watu waendelee. Alafu kutaka kumweza si mnakwenda kwa wachungaji wenzake na mzee upako. Mzee upako wewe, hebu mwambeni mwenzenu aache mambo ya kijinga. Kwa mzee upako atamta Kakobe, atamta mwingine, atamwambia wewe Gwajima njoo bwana. Acha ujinga. Kama unaomba yako na CCM yako ita press huko kule mtaani, lakini pale madhabahuni usiongea mambo hayo. Mle kuna CCM, kuna watu wanampenda Samia, kuna watu wanampenda Mtikila kama yupo hai. Pale hubiri Yesu. Una majibu yako, watu wamekuumiza, usitumie hii madhabahu, nenda kule kwenye press nini. Kesho ndaongea ule kule. Hapa unapaheshimu.